Tutaenda kusikiliza habari za Yesu. If you never know in your life who is Jesus, I think about this topic a lot. Nilifikiria juu ya hii neno sana. When I thought about how the world is moving around. Na wakati nilipofikiria na ulimwengu unaendelea. There's so many false prophets and false religions out there. Kuna unabii nyingi za uongo na dini nyingi za uongo ambazo ziko pembeni. Deceiving people. Wanawadanganya watu. That Jesus is not God. Ya kwamba Yesu hatakuja. Siye Mungu. Amen. Who is Jesus actually? Yesu ni nani kwa kweli? As a Christian, kama Mkristo, if somebody approach you, kama mtu angekusogelea and ask you, na anakuuliza, who is Jesus? Anakuuliza Yesu ni nani? How do you define Jesus to him? Utaenda kumdefine namna gani? Utaimdefiniri namna gani kwake? If you need somebody, kama mtu fulani, to believe in Jesus, anaweza kumwamini Yesu Kristo. How do you define Jesus? Utaenda kudefine Yesu namna gani? Utamdefiniri namna gani? To him or her. Kwa yule mtu ambaye anatafuta kumjua Yesu. Who is Jesus? Yesu Kristo ni nani? Is he a prophet? Is he a prophet? Ni prophet? Nabii? Is he a son of God? Ni mwana wa Mungu? Or is a human being? Wala ni mwanadamu kawaida? Who is Jesus? Yesu ni nani? My Savior. Your Savior. Ni Mwokozi. Anybody else? Nani mwingine? Mwana wa Mungu, the Son of God. Son of God, okay. Is God. Is God. Ni Mungu. Savior. All these words can define Jesus. Hii maneno yote inaweza kumdefinire Yesu. But there are some religions outside there deceiving people. Lakini kuna dini huku nchi zinawadanganya watu. That Jesus is a prophet, not son of God. Ya kwamba Yesu ni nabii tu, hakika mwana wa Mungu. Wherever you hear these words, tunasikia hii neno. Be careful. Be careful. Fanya angalisho. And stop them to enter into your life. Na usiwache waingie katika maisha yako. We are going to read some verses that show Jesus is a God. Tutaenda kusoma ambazo zinasema kwamba Yesu not only son of God, he is God. Sio tu mwana wa Mungu, lakini yeye ni Mungu. Amen. We read John. Tutasoma katika kitabu cha Yohana chapter 8 verse 24. Chapter 8:24. Tutasoma kitabu cha Yohana sura 8 na mstari wake wa 24. He said this, 24. Inasema hivi 24. That is why I told you that you will die in your sin. And you will die in your sin if you don't believe that I am who I am. Ya 24 yake inasema hivi. Tutaenda kusoma hapa, inasema hivi. Kwa hiyo nawaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu, kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Jesus Yesu said these words in the temple. Alisema neno hili katika hekalu. When he's talking to Jewish authority. Wakati alikuwa anaambia Wayuda, anaambia habari za Yesu. The people called Pharisees. Wale watu ambao wanaitwa Wafarisayo. I am who I am. Mimi niko yule aliye. Is a God name. Ni jina la Mungu. When God appeared to Moses. Wakati Mungu alimtokea Musa. Moses asked him. Musa akamuuliza.
If people ask me, which God appeared to you, Kama watu wananiuliza nani ambaye alinitokea, what will I say? nitasema nini? God told Moses, Mungu akamwambia Musa, I am who I am. mimi niko yule aliye. In other words, I am God. Ni kusema katika neno lingine, mimi ni Mungu. When the Pharisees reject Jesus, Na wakati wa Farisayo walipomkataa Yesu, according to the Jews, kwa sababu ya Wayuda, they all aware that the Messiah will come walikuwa wanajua ya kwamba Masia atakuja to save the world. kuja kuokoa ulimwengu, But they don't know how he will come. lakini hawakujua atakuja namna gani. They thought he will come like an angel, Labda walifikiria kwamba atakuja kama malaika, to appear like angel among the people, atokee kama malaika ndani ya watu, to say, I am Messiah. na kusema ya kwamba mimi ndiye Yesu. That is what they think. Ile ndio walikuwa wanafikiria. That is what they think. Ile ndio walikuwa wanafikiria. When they reject Jesus, Wakati walimkataa Yesu, Jesus told them this statement. Yesu akawaambia neno hili hapa. He told them, Akawaambia, you will die in your sin mtakufa katika dhambi zenu if you don't believe I am who I am. kama muamini ya kwamba mimi ndiye yule aliye. Amen. This is very powerful. Hii ni ya nguvu sana. It is very powerful. Ni ya nguvu sana hili neno. I am who I am. Niko yule aliye. Then they remember, Na wakakumbuka, because they are Moses' disciple. kwa sababu walikuwa wanafunzi wa Musa, They are the people who follow the law. walikuwa ni watu ambao walikuwa wanafuata sheria. They remember this statement Wakakumbuka hii neno when God appeared to Moses. wakati Mungu alimtokea Musa. Then they say, who are you? Wakasema, wewe ni nani? When Jesus said, I am who I am, they say again, who are you? Wakati Yesu aliwaambia niko yule aliye, wakasema wewe ni nani sasa? In surprise and impure. In surprise. Walikuwa kama wamekuwa surprised, wameshtuka. Then Jesus said, I've told you from the very beginning. Na Yesu akawaambia, nimewaambia tangia mwanzo. There is much more to tell you, and there is much more to condemn you. Ya kwamba kuna vitu ambao ya kuambia na kuna vitu vya kuhukumu. Today, Leo I can take Muslim as example. ndeza kuchukua Waislamu kama mfano. Muslims say Jesus is not Son of God. Waislamu wanasema ya kwamba Yesu haiko mwana wa Mungu. People should call him a prophet. Wanamuita yeye ni nabii. Even they argue that Jesus did not die on the cross. Na wanaongea kusema kwamba hata Yesu hakufa kwenye msalaba. But in John 14, Lakini katika kitabu cha Yohana 14:6 na mstari wa 6, when you read from there, wakati tunasoma kutoka hapo, Jesus said, Yesu anasema, I'm the way, mimi ni njia, the truth, kweli and the life. na uzima. No one can go to the Father Hakuna anaweza kuja kwa Baba yangu except by me. asipopitia kwangu. Amen. Through only this statement, Ni kutokea hii neno hapa do you think there is another religion that can go to God? ya kwamba je, kuna kwa dini nyingine ambayo inasema unaweza enda kwa Mungu If you don't believe in Jesus, kama hukumwamini Yesu Kristo? he said you will die in your sin. Anawaambia mtakufa katika dhambi zenu If you don't believe him, msipomwamini yeye. Hallelujah. there is no other way to God. Hakuna njia nyingine ambayo unaweza pita uende kwa Mungu. If somebody tell you Kama mtu akikwambia there is another way to God ya kwamba kuko njia nyingine ya kumfikia Mungu out of Jesus, ya pasipokuwa na Yesu Kristo, tell him you are a liar. umwambie uko muongo. Jesus is a son of God, Yesu ni mwana wa Mungu and he himself is a God, na yeye mwenyewe ni Mungu mwenyewe, because he is the only son. kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu pekee. Amen. When the Bible says only son, Na Biblia inasema ni mwana wa Mungu pekee, only son. mtoto mmoja, Jesus is the only son to God. ni mtoto mmoja wa Mungu. But for we as a human being, Lakini sisi kama wanadamu we can only become son of God by faith. tunaweza kuwa wana wa Mungu kupitia imani. When we accept Jesus, Wakati and tunamkubali faith in Yesu him, Kristo, we will be his children. tutakuwa watoto wake.
But we will never be his children if we don't believe. Lakini hatuwezi kuwa watoto wa Mungu kama tuamini. There is no other way around. Hakuna njia nyingine. There is no other way to God. Hakuna njia nyingine ya kwenda kwa Mungu. This preaching is important. Hii andiko ni muhimu. I need all the kids from 8 years to up to be here. Ningependa watoto wote wawe hapa. From 7, let them be away. Can I mahali walipo wakuje kanisani. Those of Maro and who, I need them here. Wale ambao wanakuwa na miaka 8 zaidi wanaweza ingia waikale hapa. It is very important for young generation. Iko ya muhimu kwa generation ambayo inakuja. To know who is Jesus. Wajue Yesu Kristo ni nani. So that they may not be deceived. Ili wasidanganyike. By this world. Na ulimwengu huu. And false religions. Na wafuatane na dini za uongo. Who is Jesus? Yesu Kristo ni nani? We can define him in many ways. Tunaweza kumdefinire katika njia nyingi. He is a Lamb of God. Yeye ni mwana wa Mungu. He is a word of life. Yeye ni maji ya uzima. Why the Bible says he is a Lamb of God? Kwa sababu gani anasema ni mwana kondoo wa Mungu? Because he came into the world. Kwa sababu alikuja katika ulimwengu. To be killed. Ili auawe. And through him. Na kupitia yeye. All may be saved. Wote wapate uzima. Why it is a word? Kwa sababu gani yeye ni neno? When you read the first John, wakati unasoma katika kitabu cha kwanza cha Yohana, in the beginning, katika mwanzo, the words already exist. Ya kwamba neno lilikuwa. The words was with God. Neno lilikuwa. And the word was God. Na neno lilikuwa Mungu. The word was God. Neno ilikuwa Mungu. Kitabu cha Yohana. Bible describes Jesus as a word. Biblia inamdefinire Yesu kama vile ni neno. Through him God made all things, or created all things. Kupitia yeye Mungu alifanya vitu vyote. That's why. Ndiyo maana. All the natures. Taifa zote. Listen to Jesus. Wanamsikiliza Yesu. Because. Kwa sababu. Jesus is their leader. Kwa sababu Yesu ni kiongozi wao. They exist. They exist. Wana existe. Through Jesus. Kupitia Yesu Kristo. When God created the world. Wakati Mungu aliumba ulimwengu. By saying let there be light. Na kusema kwamba mwangaza uwe. Let there be a sea and a stars. Alisema acha bahari ikuwe, acha nyota ziwe. All these things exist. Hivyo vyote vilikuwa. But the Bible says. Lakini Biblia inasema. It is a word. Yeye ni neno. Not only that. Sio hiyo tu. John the Baptist. Yohana Mbatizaji. The Holy Spirit revealed to him. Roho Mtakatifu alimfunulia kusema. That this man exists before him. Ya kwamba huyu mtu alikuwa mbele yake. Before the world was created. Mbele dunia iumbwe. He was there. Yeye alikuwa hapo. With God. Yeye pamoja na Mungu. And he is a God. Na yeye ni Mungu. Jesus is I am who I am. Yesu niko yule aliye. And is a God. Na yeye ni Mungu. Jesus is not only a son of God. Yesu sio tu mwana wa Mungu. Do not be deceived. Usidanganyike. When somebody told you. Wakati mtu anakuambia. Jesus is not God. Ya kwamba Yesu siye Mungu. If Jesus is an only son. Kama Yesu angekuwa tu mwana wa Mungu. For example, we as human beings. Kama vile sisi wanadamu. Like Pastor Kapinga. Kama vile Pastor Kapinga. And his son Samuel. Wala mtoto wake Samuel. He is a human being. Yeye ni mwanadamu. Can Samuel be an animal?
Je, Samuel anaweza kuwa nyama? He is also a human being like Yeye ni mwanadamu kama yeye. if God, Kama Mungu of only son, angekuwa tu mtoto mmoja tu, his son too must be God. naye anapaswa kuwa vile vile Mungu, Because kwa sababu he has authority, ana uwezo the same to Father. kama vile baba yake. Father gave him authority Baba amempatia mamlaka over all creatures. kwa sababu ya kila kitu yote, The same to human being. kama vile wanadamu. You can give your son authority Unaweza kumpatia mtoto wako mamlaka over your properties. kwa vitu vyako ulivyo navyo. Jesus is God. Yesu ni Mungu. Do not be deceived. Usidanganyike. When somebody asks you, Wakati mtu anakuuliza who is Jesus? kwamba Yesu ni nani? The first answer should be, he is a son of God. Jibu ya kwanza ingekuwa ni mwana wa Mungu. And he himself is God. Na yeye mwenyewe ni Mungu. He is a lamb of God. Yeye ni mwana kondoo wa Mungu. He is a word. Yeye ni neno. Through him, Kupitia yeye all things exist. vitu vyote vimekuwa. That's why Ndio maana all living thing and non-living thing vitu vyote vinafanyika kwake. can listen to Jesus. Ni wanaokuwa kwake ndio wanaweza kumsikia. When Jesus Wakati Yesu commanded the storm and the sea alikuwa anakemea upepo kwenye bahari to be quiet, ili inyamaze kimya. why do they listen to Jesus? Kwa sababu gani walikuwa wanamhitaji Yesu? Because they exist through Jesus. Kwa sababu hivi vitu vimekuwa kupitia Yesu Kristo. Jesus is a word. Yesu ni neno. God creates everything through words. Mungu aliumba kila kitu kupitia neno. And these words Na hili neno become a human. na ikaenda kuwa mwanadamu. When you read John chapter 1 verse 14, Wakati unasoma kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 14, 1 John Yohana wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 14. not John, John chapter 1 verse 14. Ni Yohana sura ya kwanza na mstari wa 14. The words become human being Ya kwamba neno liligeuka kuwa mwanadamu. and full of grace and truth. Lives among us. We saw his glory, the glory which he received as the Father on the Son. Amen. Inasema katika lugha ya Kiswahili, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. The words Neno which was with God, ambao ni pamoja na Mungu, in which all things exist through him. na vitu vyote vimefanyika kwa ajili ya neno. God sent him Na Mungu aliona in human form, akaifanya kama vile mwili grow among us, ambao anakomaa katikati yetu, live among us. inaishi katikati yetu. But the grace and truth Lakini neema is with him. iko pamoja na yeye. Neema na ukweli iko pamoja naye. God sent his word, Mungu alituma neno lake. turn the word into human flesh, Anaenda kugeuza ili neno liwe kama vile mwili, to be able to grow among us, ili lipate kukomaa katikati yetu, to be able to kill. ili lipate kuwa na uwezo wa kufa. Amen. If Jesus come like an angel, Kama Yesu Kristo angekuja kama malaika, do you think he could have been died on the cross? je, angekufa kwenye msalaba? No. Hapana. You cannot kill a living body. Hauwezi kuua mtu mwenye haonekani. You cannot kill the body of angel. Hauwezi kuua mwili wa malaika. The body that Jesus
resurrects with huu mwili ambao Yesu alifufuka nao is a living body which cannot be killed. ulikuwa ni mwili